Wiki takatifu, Juma takatifu, kwa kumshangilia Kristo kama Masiya wetu. Leo ni Dominika ya Matawi au Dominika ya Mitende kama tulivyosikia. Tumeanza Dominika hii kwa kumshangilia Kristo kama Masiya na mfalme wetu. Tumeanza misa takatifu kwa maandamano na tumebariki matawi. Na matawi hayo baada ya kubarikiwa basi ndio tuliyatumia kumshangilia Bwana wetu Yesu Kristo. Huku tukikumbuka kama wana wa Israeli na Wayahudi waliofanya miaka ya zamani mwanzoni mwa Kristo wetu. Kristo alipokuwa anaingia katika mateso, basi aliingia kwa shangwe. Aliingia kwa shangwe kwenda kuyakabili mateso ambayo yametustahili sisi uzima wa milele. Maandamano tulionyesha ambayo tuliyafanya yameonyesha kwamba tunamshangilia Kristo kama Masiya wetu, Kristo kama mfalme wetu, Masiya atakayeteseka, atakayepitia mateso, kifo na hatimaye ufufuko. Lakini tumebariki matawi kama ishara ya kuonesha kwamba Kristo ni Masiya na kuonesha ushindi juu ya dhambi na mauti. Matawi hayo ndugu zangu ambayo tumebariki yamekuwa sakramenti. Matawi hayo yamekuwa sakramenti ambayo tunapaswa kuyatunza vizuri katika familia zetu na nyumbani kwetu, ili mwakani tunapoanza tena kipindi cha Kwaresma, matawi hayo ambayo leo hii tumeyabariki yaweze kutumika. Tutayachoma moto na baadaye tunapaka majivu kwenye paji la uso. Ndugu zangu, tumesikia simulizi la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika simulizi ambayo tumesikia la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tumesikia jinsi Yesu alivyopata mateso kutoka kwa wapinzani wake. Hao ambao walimshangilia wakati anaingia Yerusalemu wakiimba hosana, lakini baadaye waligeuka wakaanza kusema asulubiwe. Walipokuwa akiingia Yerusalemu kwa furaha na mapokezi mazuri aliyopata, lakini baadaye watu wale ambao walikuwa wanamshangilia wakaanza kusema ateswe, asulubiwe. Na wengine wakaanza kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo na wengine kumkana. Katika historia ya mateso ambayo daima tunaisikia na tumesikia siku ya leo, kuna wahusika muhimu sana. Kuna watu muhimu ambao tunawasikia. Watu hao ni kama Petro ambaye ni mtume. Petro yupo katika historia ya mateso. Na mtume mwingine ni Yuda Iskariote yupo, ambaye tumesikia katika historia ya mateso ya Yesu. Na kuna makundi ya watu, kuna wahalifu wawili ambao Yesu alisulubiwa pamoja nao. Lakini tukianza na mtume Petro, ambaye ndiye mtume aliyekabidhiwa kuliongoza kanisa, alipewa dhamana ya kuliongoza kundi la taifa la Mungu. Lakini hata Petro, pamoja ya kuwa karibu na Bwana wetu Yesu Kristo, lakini wakati wa mateso ya Yesu
aliweza kumkana Yesu mara 3. Akiulizwa tuna binti mdogo kwamba wewe ni mmoja wapo wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, anasema mimi si mmoja wapo hata kidogo, simjui mtu huyo. Naona jinsi Petro alivyokuwa karibu vile anamkana Bwana wetu Yesu Kristo, anamkana Bwana wake, tena alimkana mara 3. Ndugu zangu, na sisi katika maisha yetu, katika ufuasi wetu, pengine tunaingia maisha ya Ukristo au tunaanza tunakuwa wafuasi, tunapokuwa mara ya kwanza wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaanza kwa furaha tukiwa moto moto, lakini katikati ya Ukristo wetu, katikati ya ufuasi wetu, pengine tunalegea, tunachoka kiimani, tunakuwa baridi kiimani. Na kwa namna moja au nyingine tunapoishi imani yetu, basi tunamkana Kristo kwa maneno na kwa matendo na kwa maisha yetu kwa ujumla. Hivyo tunapaswa kujifunza kutomkana Kristo wakati wa furaha na wakati wa mahangaiko, jinsi Petro alivyomkana Yesu wakati wa mateso. Lakini yupo Yuda Iskarioti. Huyu ni mtunza fedha, alikuwa ni mmoja wapo wa watunza fedha kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naona jinsi alivyoweza kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Anamuuza Yesu kwa vipande 30 vya pesa. Anamsaliti kabisa. Anafanya biashara na watu ili amtoe Bwana wetu Yesu Kristo. Na sisi katika maisha yetu, katika familia zetu, katika taasisi zetu za ndoa, tunaona jinsi tunavyoweza kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, wako maskari, wako wahalifu, maskari ambao wakati Yesu yuko kwenye mateso anaangalia msalabani, maskari hao wanajaribu kugawana mavazi yake, mavazi ya Bwana wetu Yesu Kristo, wanayapigia kura, haya mavazi yatakuwa ya nani? Hao maskari wanafundisha jambo moja. Sasa Yesu yuko msalabani, Yesu yuko katika hali mbaya na yake kwenye mauti, lakini tunaona watu wanavyozongania mali zake. Hata na sisi katika maisha yetu, mtu anapoondoka duniani, mtu anapokufa, tunaona jinsi watu wanavyogombania mali ambazo marehemu wameziacha. Watu wanagombania ng'ombe, watu wanagombania fedha, watu wanagombania nguo. Ipo tumemzika mtu, badala ya kumwombea mtu, sisi tuliobaki hai tunaanza kugombania ile suruali itakuwa ya nani, lile shati litakuwa la nani. Mtu hawezi kumwombea marehemu, anawaza ile shamba litakuwa, ule ubwabwa aliowacha utakuwa wa nani. Ndugu zangu, hawa maskari wanatufundisha jambo moja sana, hasa tunapoingia katika maisha mengine, jinsi tunavyowatendeana, tunavyotendeana katika maisha yetu ya kila siku. Wapo wahalifu. Mmoja alimtukana Bwana wetu Yesu Kristo. Alimtukana, kama wewe ni mwana wa Mungu jiokoe. Ni wangapi katika maisha yetu pengine hivi na hapa na pale, kama tumtukane Kristo, pengine maisha yetu yanaonyesha kwamba tunamkana Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu, hawa ni baadhi tu ya wahusika ambao tunawasikia katika historia ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumeanza Juma Kuu kwa Dominika ya Matawi, wiki takatifu. Kristo anaingia katika mateso ambaye yanatustahili sisi kupata wokovu. Yesu alikomboa kwa njia ya mateso, kwa njia ya kifo, na hatimaye akafufuka akatusaidia uzima. Basi ni wiki ambayo tunaalikwa
tusafiri pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, tumsindikize Bwana wetu Yesu Kristo kama vile tulivyokuwa tunamshangilia akiingia Yerusalemu ili kukabili mateso. Na sisi juma hili tutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukilinganisha na mateso yetu na mahangaiko yetu, kwani mateso yetu na mahangaiko yetu tunajadilishia pale kwenye upungufu wa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuone kama ni sehemu ya maisha. Mateso hatuna budi kuyakwepa, bali kuomba neema na kuyavumilia vizuri, hatimaye basi yatupatie uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Simame tukiimani. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vilivyokuwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili ya sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake utakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana huleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki ya mitume, na ungamo wa ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amen. Ndugu wapendwa, watu wa Yerusalemu walimkaribisha Yesu kwa shangwe kama Masia, yaani mkombozi, lakini waliogopa kumtetea katika baraza la wakubwa. Ee Mungu Baba, utuondolee hofu na utuimarishe ili tuweze kusimama upande wa Yesu Kristo na kumshuhudia kama mkombozi wetu mbele ya watu. Ee Bwana, tunakuomba utusikie. Utuonyeshe njia ya kuwa Wakristo katika maisha yetu ya kila siku na kuepuka kuwa Wakristo kwa Jumapili tu. Ee Bwana, tunakuomba utusikie. Wakati ule Wayahudi walikushangilia kama mfalme wao, utupe moyo wa kumkiri Yesu kama mfalme anayetawala maisha yetu. Ee Bwana, tunakuomba utusikie. Ee Mungu Baba, mwana wako alishangiliwa kama mfalme alipoingia Yerusalemu. Tusaidie tusimkiri kuwa mfalme wetu kwa midomo tu, bali tumshuhudie pia kwa matendo yetu, wanaishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.